Diwani wa kata ya Wazo iliyopo wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, wakili Leonard Manyama ametolea ufafanuzi kuhusu nyaraka inayosambaa mitandaoni ikionyesha bajeti ya kuaga madiwani wa kata ya Wazo, jambo ambalo limezua taharuki na mjadala mitandaoni. Akizungumza na waandishi wa habari, wakili Manyama amesema nyaraka hizo ni za kugushi licha ya kwamba alizungumza na baadhi ya viongozi wenzake kuhusu kufanya sherehe za kuagana na kwamba yeye hatagombea tena udiwani. Miongoni mwa bajeti katika taarifa hiyo ambayo inasambaa mitandaoni, mimi natumika na bana, hizi ni ripoti zaidi. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu na hasa wananchi wenzangu wa kata ya Wazo, kwa majina yangu naitwa Leonard Tungaraza Manyama, ni diwani wa kata ya Wazo iliyopo ndani ya jimbo la Kawe, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, ninapenda kutoa taarifa na ufafanuzi wa jambo linaloendelea kwa sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kuzua mijadala mbalimbali juu ya nyaraka ambayo inaihusu kata yangu ya Wazo. Na mimi kama diwani wa kata hii ya Wazo nimeona ni vema kutoa ufafanuzi kwa Watanzania na hasa wananchi wenzangu wa kata ya Wazo ili kuondoa taharuki inayoendelea, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaitumia nyaraka hii kwa madhumuni yao ya kisiasa, ya kupotosha na kujaribu kuichonganisha serikali na wananchi. Nyaraka yenyewe ni hii ambayo inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii, ambayo inaonekana ni kama budget yenye kichwa kilichoandikwa cha habari, bajeti ya sherehe ya kuwaaga waheshimiwa madiwani kata ya Wazo. Ndugu zangu, ninaomba nielezee kwamba bajeti hii ambayo inaonekana ni ya jumla ya shilingi milioni 22,215,000. Nyaraka hii ni ya kutengenezwa. Nyaraka hii ni ya kutengenezwa na nitawaambia kwa nini nyaraka ya kutengenezwa. Ni kweli mimi kama diwani wa kata ya Wazo ninayemaliza muda wangu wa uongozi wa miaka 5, nimeamua kwa hiari yangu mwenyewe kuwaaga viongozi wenzangu nilioshirikiana nao kwenye uongozi wa chama na serikali, na kuandaa shughuli fupi ya kuelezea miradi iliyotekelezwa ndani ya kata ya Wazo, lakini pia na kuaga rasmi kwa sababu sina nia tena ya kugombea udiwani ndani ya kata ya Wazo. Kwa hiyo nilipopata wazo hilo ya kwamba nimekaa na wenzangu vizuri katika kipindi chote cha miaka 5, serikali ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imetuletea miradi mingi sana ya maendeleo ndani ya kata ya Wazo, na nitaieleza. Tumetumika kwa pamoja kuwatumikia wananchi wa kata ya Wazo. Ni muhimu ninapoondoka niwaeleze viongozi wenzangu wa chama kuanzia ngazi ya mashina, mabalozi na viongozi wenzangu wa serikali nini ambacho kimefanyika ndani ya kata ya Wazo kwa miaka 5. Kwa hiyo wazo hilo ndipo lipata nikawashirikisha viongozi wenzangu wa serikali kwenye kamati ya maendeleo ya kata, yani WDC, ambayo inahusisha wenye viti wa mitaa, watendaji wote wa mitaa, watendaji wote na maafisa ugani ndani ya ngazi ya kata, wakuu wa shule na watendaji mbalimbali wa vitengo mbalimbali, kwamba sina nia ya kugombea tena kama diwani, lakini ninafikiri kuandaa sherehe fupi ya kuwaaga ndugu zangu. Tumefanya kazi kwa pamoja, lakini pia na kueleza nini ambacho kimefanyika. Lakini pia nikakaa na kamati yangu ya siasa ya kata kuwaeleza kusudi langu hilo, na wakasema kweli mheshimiwa diwani, ni jambo jema, na kwa kuwa ni shughuli ambayo unaiandaa mwenyewe, kwamba umetumika na sisi kwa muda wa miaka 5, sasa unaondoka na umeshasema wazi kwamba una mpango wa kugombea tena udiwani,
basi sisi tuko pamoja na wewe, andaa hiyo shughuli, tutashirikiana pamoja na wewe na wale ambao unatamani washiriki. Na kwa sababu umesema katika shughuli hiyo lengo kubwa utaeleza miradi ya maendeleo ambayo imefanyika ndani ya kata ya Wazo kwa kina. Sasa kinachoonekana, kuna watu ambao wana nia yao ovu, baada ya kupata taarifa hii ya kusudio langu kama diwani, wakaamua kusababisha taharuki na kutengeneza bajeti na kuweka contents ambazo zinaleta taharuki kwenye jamii. Na kwa kweli ni jambo ambalo limenisikitisha sana kama diwani, kwa sababu shughuli hii ni maono yangu na ambayo nimeamua kuiandaa mimi kama diwani kwa kushirikiana na marafiki zangu na wadau wangu wa ndani na nje ya kata ya Wazo, kwamba diwani tumekuwa pamoja. Sasa kwa kuwa una nia, ninawaaga wenzangu na kuwaeleza nini ambacho kimefanyika. Nyaraka hii ninaomba kuwajulisha wananchi wa kata ya Wazo na Watanzania na wale wote ambao wameshtuka kutokana na nyaraka hii, kwamba nyaraka hii ni ya kutengenezwa, na nitawaambia sababu ni nini. Kuna watu tu kwa maslahi yao ya kisiasa wameamua kuitengeneza, na kwa sababu tuko kwenye kipindi cha uchaguzi, ni nyakati ambazo ni mwaka wa uchaguzi, basi wale maasimu wa kisiasa hufanya jambo lolote lile kutengeneza taharuki ndani ya jamii.